Amina. Kila mtu atatwaa nini? Mwana kondoo. Kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Kama mpo semeni amina. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu na kwa yule mwanakondoo. Sawa. Mwanakondoo wenu atakuwa hana hila. Mume wa mwaka mmoja mtatwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watachinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Sawa. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Kama mpo semeni amina. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kinachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na mmefungwa na fimbo zenu mkononi mwenu. Nanyi mtamla kwa namna gani? Kwa haraka. Kwa haraka. Kwa haraka. Tamla kwa haraka. Maana ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapa wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Nitawaua na wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mutakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakalowaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtafanya iwe sikukuu kwa Bwana. Hii ni amri ya milele. Fungu la 28. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama Bwana alivyomwamuru Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Kama bado unanifuatisha sema amina. Hata ikawa usiku wa 8, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na mzaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asiyokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni na kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mukanibariki mimi pia. Bwana alibariki neno lake kadiri atakavyolifafanua kwetu mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Baba mwema, kuna wazo lenye tija sana mchana wa leo, nisaidie kuliwasilisha. Naam, mimi pamoja na wenzangu wote tukaseme, huyo ndiye Bwana tunayemngojea. Nitakwenda nikimsubiri Yesu, katika jina la Yesu Kristo, amina.
Musa ameingia katika nchi ya Misri, na ukweli ni kwamba Mungu amefanya namna ya kujionyesha kwa taifa la Misri ya kwamba yeye ndiyo Mungu. Na kwa kweli muda usingetosha, tangu ile sura ya 5 kuelekea mpaka ile sura ya 11, maandiko yanasema Mungu akajidhihirisha kwa Wamisri kwa kuwaonyesha vile ambavyo yeye yuko, lakini pia akajifunua kwa Waisraeli ili wajue ni Mungu wa namna gani anayewatoa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu akapiga mapigo 9. Hapa tunapozungumza sura ya 11 ndipo inachorwa pigo la 10. Lakini hapa kwenye sura zingine mapigo 9 yanapigwa, lakini kila pigo likipigwa Farao ni kama ananyoka hivi, lakini ile hali ikiisha anarudia hali yake ya awali tena, na anasema ya kwamba amna, nimeahirisha wasiondoke. Mungu anamwambia Musa, usiwe na wasiwasi, nenda kwa mara ya pili. Anapiga pigo la pili, anapiga pigo la 3. Mchezo ukawa ni huo huo. Roho ya Farao inazidi kuwa ngumu na anapata kiburi, na mwisho wa siku hawaruhusu taifa la Israeli litoke katika mikono yake. Naomba nikutahadharishe katika ibada ya leo, na kwa kweli namshukuru Mungu sana. Sala ni vizuri nikawaambia hili, kwa sababu likibaki ndani ya moyo wangu sio salama. Nimeshangaa sana Mungu anavyounganisha namna mnavyomtukuza Mungu hapa, kwa sababu kila siku mliopanda tangu Jumatatu, kila hotuba Mungu alikuwa anawaelekeza kuimba wimbo ambao ndio hotuba ya siku hiyo, bila kuongea na nyie na bila mimi kuambia ya kwamba imbeni hivi. Nataka kuthibitisha beyond doubt ya kwamba kuna Mungu mahali hapa. Na mimi nataka niwaambie wacha Mungu mnaonisikiliza, ujumbe huu sio ujumbe wangu, ni ujumbe uliotoka kwa Mungu. Hapa naomba niwaweke wa Misri. Hapa naomba niwaweke wa Israeli. Kama unanifuatisha sema amina. Nasema hivi, hapa naomba niwaweke wa Israeli, na hapa naomba niwaweke wa Misri. Na utagundua hivi, ni vizuri nikakwambia hivi, nimewaweka upande wa Israeli upande wa kulia, kwa sababu vyovyote vile itakavyokuwa Israeli watabaki upande wa kulia. Nimewaweka wa Misri upande wa kushoto, kwa sababu kama hivyo ndivyo itakavyoendelea kuwa, watabaki kuwa upande wa kushoto. Taifa la Israeli lilikuwa katika nchi ya Misri kama watumwa. Wa Misri waliwadharau wa Israeli kama watumwa, lakini naomba nikupe habari njema. Mungu aliwaheshimu wa Israeli kama watoto wake. Israeli walikuwa wanatumikishwa, wanaonekana kama hawafai, na Farao akiwaona Waisraeli anawaona kama watu wasiofaa kitu, wasio lolote na wasio chochote. Lakini Mungu akiwaangalia Israeli anawaona ni kila kitu, na wanafaa mbele zake, na yuko tayari kushuka kuwakomboa na kuwasaidia. Musa anaambiwa na Mungu, sasa Musa, umekuwa ukiingia kwa Farao na kutoka, umekuwa umeingia na kutoka. Ni kama unaangalia unaona kama vile siko pamoja na wewe, na kama vile unaona mpango wa ukombozi utachelewa, na kama vile unaona kama hautawezekana. Lakini Musa limebaki pigo moja tu. Hilo pigo nikilipiga, si tu kwamba safari hii watawapa ruhusa, watawafukuza. Sasa Musa, naomba nikupe maelekezo. Namba 1, nenda kawaambie watu gani? Hivi nyie mpo mmeshaondoka? Mkawaambie watu gani? Naam. Halafu Waisraeli, mbona hamtaki kukaa kwa kutulia? Mkawaambie watu gani? Mkawaambie Waisraeli. Mkawaambie nini? Kawaambieni hivi, kwanza kabla sijataka kuwatoa, sura ya 11 anasema kawaambie Waisraeli hivi, waende kwa hao wa Misri. Hawa wa Misri waende watake vitu kwao, watake fedha, watake dhahabu, watake vitu expensive kutoka kwao. Na ngoja niwaambie, Musa, waambie hivi, nitawapa kibali cha kupata hivyo vitu wanavyovitaka. Naomba niwaambie, Israeli wanapendwa na Mungu. Ndiposa Israeli wakienda, yani akifika Mwisraeli kwa Misri akimwambia nina shida ya dhahabu, anaambiwa sio dhahabu tu, nitakupa na fedha. Yani maana yake ni kwamba Mungu akaruhusu Israeli wateke nyara
kwa watu wa Misri, maana Mungu hakutaka Misri wanapotoka watoto wake Israeli watoke kinyonge. Yani Mungu akataka watoke wakiwa na vitu vya maana katika mikono yao, si kwa sababu wanataka wawe na good time jangwani, lakini anataka kwa vitu watakavyotoka navyo wamfanyie Mungu sikukuu, wamfanyie Mungu shangwe, wamfanyie Mungu ibada inayostahili, kwa utukufu unaostahili, kwa baraka alizowapatia. Lakini anawaambia pamoja na kwamba, na maandiko yanasema sura ya 11 ukiisoma vizuri, anasema kweli Bwana, kila wakienda wanapewa. Yani kila wakienda wanapewa, kila wakienda wanapewa. Kwa hiyo kila mama na mbaba, maana wote waliambiwa waende, wakirudi ndani kila mtu ana vitu, wanashangilia, tunasema na wewe, anasema na mimi ninavyo, na wewe unavyo. Kila mtu akawa kwenye level mmoja hivi. Yani ambaye hajapata ni yule ambaye hakuamini katika kutoka, na hakuamini katika kuomba, na hakuamini katika kibali. Lakini wote walioamini katika kibali cha Bwana, Mungu aliwapatia. Lakini hilo sio somo langu. Somo langu liko hapa. Anawaambia sasa, sikia nikwambie, nenda kaiambie kila familia ichukue mwanakondoo au ichukue mbuzi. Lakini huyo mwanakondoo wachukue ambaye hajavuka mwaka mmoja. Kwa hiyo manake ni kwamba awe mwanakondoo mchanga. Kama ni mbuzi, awe mbuzi mchanga. Halafu huyo mwanakondoo huyo akishamchukua, ifike mahali familia moja, kila familia kwenye malango wachinje. Kwa hiyo kila familia iwe na mwanakondoo. Lakini wakijiangalia ile familia wakagundua ni wachache mno, hawawezi kuchinja kondoo na kumla. Maana pia mbeleni huko unaona kuna kumla kondoo. Wakiona hawawezi kula peke yao, yani hawawezi kummaliza kwa sababu ni wachache, waalike familia ya jirani ambayo na yenyewe ina watu wachache, ili ikiwezekana wajumuike. Halafu huyo kondoo na huyo mbuzi achinjiwe kwenye boma mojawapo kati ya maboma haya ya majirani. Kama unanielewa sema amina. Sharti la huyo kondoo, anapaswa asiwe na doa, asiwe na hila. Maanake ni kwamba chagua mwanakondoo mzuri aliyenona, ambaye na wewe ukimwangalia unamuona katika namna ambayo kimsingi ni namna inayotoleta utukufu, namna iliyo bora, namna iliyo nzuri, ili mwisho wa siku Bwana aweze kusemezana na nyumba hiyo katika huyo kondoo ambaye alitolewa. Lakini anaambiwa kwamba mtamchinja, ila muda wa kuchinja msichinje mchana wala msichinje asubuhi, mtachinja jioni. Nilikuwa naangalia baadhi ya wanatheolojia wanasema ya kwamba si tu jioni, iliwekwa muda kati ya saa 9 hapo mpaka saa 11, na ina maana kubwa sana jioni ya saa 9. Maana hiyo ndio hata wakati wa hekalu walipokuwa wakiendesha namna ya ibada za hekaluni, mwanakondoo wa dhabihu aliyekuwa anachinjwa alikuwa anachinjwa jioni ya saa 9. Lakini anaambiwa kwamba mkisha mchinja huyo mwanakondoo, basi cha kufanya ni hichi: huyo kondoo msimtokose kwenye maji, huyo kondoo mtamchoma. Kwa hiyo mtakula nyama ya kuchoma. Ila sasa, kabla mjaenda kula nyama ya kuchoma, hivi hawa ni watu gani jamani? Hivi nyinyi mkiangalia Waisraeli wanasikiliza au wanasikia? Na Waisraeli wanasikiliza au wanasikia? Potelea pote, iwe wanasikia au wanasikiliza, lakini ninachojua kinawaingia. Wanaambiwa haya, huyo mnyama mkisha mchinja, damu ichukueni, halafu chukueni tawi la hisopo. Hilo tawi la hisopo mkisha lichukua, munalipaka damu, halafu munaenda kwenye ule miimo ya milango mahali pawili, munaiparaza hiyo damu, munapaka upande huu na mnapaka upande huu. Lakini nyumba mnayoipaka iwe ni nyumba ambayo humo ndani ndio watakao kuwa wamekula huyo kondoo. Unajua zile nyumba ambazo zilikuwa watu hawatoshei, ilibidi wahame. Kwa hiyo kama wanahama wote, wanahamia nyumba hii, nyumba walioitoka ambayo ndani hakuna mtu, maana yake ndani hajaliwa kondoo, na ndani maana yake watu hawaishi humo ndani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba damu haitamwagwa kwenye miimo ya hiyo nyumba, maana hiyo nyumba hamna mtu aliyekula kondoo kwenye hiyo nyumba, au hamna mtu anayekaa hapo katika hiyo nyumba. Kama unanielewa sema amina. Anaambiwa saa ya kumla. Kwa hiyo mkishapaka kwenye miimo, wakati wa kula kuna mambo yafuatayo lazima mfanye. Moja, muwe mmejifunga mshipi.
Jifungeni kabisa. Unajua walikuwa wana aina ya mavazi ambayo huenda angeweza kuwa yanaburuzika au linakuja hivi, na kwa sababu kwa hiyo wakataka walifunge ili wawe katika namna fulani ya kuonyesha kwamba wako standby. Halafu wanaambiwa kwamba pia viatu vyenu pia navyo muwe mmevivaa. Yani manake msile mkiwa peku, muwe mmevaa viatu kabisa. Lakini pia fimbo zenu. Na kwa nini nasema fimbo zenu? Mtagundua ya kwamba hii ni taifa la Yakobo, na taifa la Yakobo ni wachungi, na ndio maana walipoingia Misri waliwekwa Gosheni. Kwa hiyo hawa ni watu waliozoea kuishi na mifugo, na kwa sababu lazima wana fimbo zao katika kuongoza mifugo. Na hiyo wanaambiwa vifaa vyao, kwa hiyo vifaa vyao vya kazi yao wao wamevishika mkononi, na ili waweze kuwa wanakula. Lakini wanaambiwa hivi, katika kula wajitahidi sana wale haraka. Yani unakula haraka chap chap, wale haraka. Lakini pia wanaambiwa ya kwamba mujitahidi msibakize. Mule kichwa, mule mpaka miguu, yani musibakize chochote vya nje na vya ndani. Ila kama ikitokea mmebakiza, kama ikatokea, yani, na nilikuwa nasoma wanatheolojia wanasema kumbe kondoo mmoja alipaswa ale na angalau na watu wasiopungua 10. Wale mtu mmoja anayemaliza kondoo peke yake shauri zake, lakini ilikuwa inaonekana angalau 10 ndio wanamla. Lakini ikitokea hao 10 basi wamemla na wamembakiza, anasema huyu hatakiwi abaki mpaka asubuhi, au eti watakiwa tupe tu jalalani. Alitakiwa achomwe. Kwa hiyo ateketee kabisa, kusionekane dalili yoyote ya kwamba kulikuwa na mnyama aliyechinjwa. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba isibakie kitu chochote. Lakini wanaambiwa ya kwamba kama itatokea mtu usiku ule ya kwamba imefika mahali hawezi tena kuweka damu hiyo, na akajikuta wakati wa usiku yuko nyumba nyingine ambayo haiko na damu. Maana kuna watu wanapenda kufika mahali wanasema ngoja nikawasalimia Wamisri kidogo. Yani saa ya kuchukua vitu ilikuwa ni ya mchana, saa ya usiku ilikuwa sio ya kutoka tena, kwa sababu kuna kitu ambacho katika usiku huo Mungu anataka kukifanya cha maana sana. Na kwa sababu hiyo kuna wengine na wajua walikuwa wanasema kwamba mimi sijachukua kwa mama nani kule dhahabu, kwa hiyo anataka kwenda usiku huo. Ni maana ikikukuta hiyo saa ambayo hupo humo ndani kwenye hiyo damu, malaika wa Bwana akija, maana sema ni kama Bwana msilaumiane, Israeli mmesikia. Waisraeli wakasema hilo tumelisikia. Kwa nini Mungu anataka kufanya hichi kitu? Ukisema vizuri, na ndio wazo la mchana wa leo, Mungu alikuwa anataka kuchora mstari. Alikuwa anataka kuchora mstari wa Waisraeli, alikuwa anataka kuchora mstari wa Wamisri. Mungu alikuwa anataka kuwatanabaisha watu wake na watu wanaomkataa yeye kama Mungu wao. Na ndiyo maana usiku huo Mungu alitaka kufanya. Katika usiku huo anamwambia Musa ya kwamba itakapofika hatua wamefanya hichi nilichowaambia, hawa hawana taarifa kwamba nini kinafanyika, maana kimsingi kwao ni hukumu, kwa Israeli ni ukombozi. Na hivyo hawajui chochote, maana hata Farao alikuwa amemwambia Musa ya kwamba sitaki kukuona tena uso wako. Lakini Mungu bado anamwambia hii ni mara ya mwisho, nataka uende kwake kwa mara ya mwisho, ukamwambie kwa mara ya mwisho, na baada ya hapo sina simile tena. Kwa hiyo Mungu alitaka kuchora mstari kati ya wa Misri ambao wamemkataa, maana katika yale mapigo walikuwa wanategemea kwamba kwenye mapigo haya wataweza kujifunua na mwisho wa siku wataweza kumkubali huyu Mungu ambaye Musa anamuelekeza. Lakini anasema alikuwa anataka kuchora mstari ili wao Waisraeli wajue ya kwamba yeye ni Mungu wao. Sasa nataka tuchore vitu vichache. Ni vizuri ukaelewa ya kwamba kama nilivyosema, kwa Wamisri huu wakati wa usiku, wakati wa hili giza, yani mama nani, na kushangaa somo la leo unalala, sijui itakuwaje kwako, sijui, na kuonea mpaka huruma. Na shetani ameamua kukalia wewe tu, na sijajua na kusudi gani na wewe. Yani hata na wewe muulize kwamba hivi unampa ugani na mimi mpaka ibada ya muhimu kiasi. Leo somo ninasoma ni kiini cha pekee mno cha wokovu wetu, ambacho kimebeba dhana yani kimsubiri Yesu. Kwa hiyo ninakuombea Mungu akusaidie, na kuombea usilale.
Nasema hivi na kuombea usilale. Mungu anawaambia Waisraeli kwamba usiku ndio nitafanya tukio la maana, pigo. Lakini kwa Wamisri litakuwa pigo, ila kwa Waisraeli kwa Waisraeli huu usiku utakuwa sio usiku wa kilio tena. Ni kweli wametesekwa kwa miaka 400 na ushe, sawa. Hizo zilikuwa nyakati zao za kulia, hayo yalikuwa masaa yao ya mateso. Lakini usiku huu usiku huu, katika wakati wa usiku huu, nataka kuleta shangwe katika taifa la Israeli. Usiku. Kwa nini wanafanya kitendo cha kuua uzao wa kwanza wa Wamisri, lakini wanahifadhi uzao wa kwanza wa Waisraeli? Mungu alikuwa anataka kujipambanua, kwa sababu wazao wa Israeli wote kikawaida walikuwa wanatolewa kama sadaka kwa Bwana. Na hivyo Mungu alitaka awahifadhi wazao wa kwanza, kwa sababu tayari ameleta mbadala wa kondoo, ili kwa kuleta mbadala wa kondoo uzaliwa wa kwanza wa Waisraeli uhifadhiwe. Lakini kwa sababu hawa hawajui habari za kondoo na hawajui habari za mbadala, maana yake kwao, kwa sababu hawajaichukua ile kafara ambayo imechukuliwa kama mbadala wa kondoo, kwao uzao wa kwanza utakufa. Naenda taratibu. Wakati kwa Wamisri uzao wa kwanza unaingia kwenye kifo, kwa Waisraeli uzao wa kwanza unaingia kwenye uzima. Na nilipenda wakati nasoma hichi kisa nikafurahia. Anasema wamama waliokuwa na watoto wao wa kwanza, kila mama usiku ule alikuwa akimkumbatia vizuri mwanae na kusema Mungu akuhifadhi. Na unajua wana ujasiri wa kufanya hivyo. Angepaswa kuwa maiti, na sasa yani ni ule mbadala wa kondoo ambao mchana ulitolewa, na hivyo umemhifadhi huyu mtoto kuwa hai. Kwa hiyo wamama wote ni kama walichunga, wakiona katoto kakaanza kanacheza, nasema wewe njoo. Maana kanaweza kakawa nje kakajikuta ya kwamba kamechukuliwa na kenyewe. Mungu alikuwa anatambulisha kwa taifa la Israeli, alikuwa anatambulisha kwa Wamisri, lakini alikuwa anatambulisha kwa kizazi hichi ya kwamba kuna kafara imetolewa, ambayo kwa kafara hiyo watakayoikubali kafara kuwa wameikataa kafara ile. Kwa hiyo hawana hela wa uzao wa kwanza, hawa wataambulia kifo. Mungu alikuwa anatambulisha ya kwamba Yesu atakuja, atakuwa mbadala wa mwanadamu aliyestahili kufa. Yeye atachukua nafasi ya kufa. Na ndio maana waliambiwa watafute kondoo asiyekuwa na hila, kwa sababu Yesu katika kuja kwake atakuja na ataishi katika namna ambayo hatakuwa na hila wala hatakuwa na dhambi. Na ndio maana Yohana 1:29, Yohana ukianzia 1 hapa anasema naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Lakini ukisoma 29 anasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Ule kufanyika kwake mwili kulikuwa kunachukua ule mbadala wa uzao wa kwanza, uzao ulioasi, na sasa anachukuliwa uzao mwingine. Na kwa kweli kwa uzao huo ndipo wanadamu wanapata kukombolewa, wasipate kifo lakini wapate uzima wa milele. Na ndio maana kwao Waisraeli wanaambiwa huu utakuwa ni mwezi mpya na mwaka mpya. Maana yake it's a new chapter.
baada ya ile kafara kutolewa, maisha yao ya utumwani yanakoma na maisha mapya yanaanza, na mwisho wa siku kwao unakuwa ni ukurasa mpya. Walitakiwa kuchukua kondoo ambaye kimsingi hana doa. Kondoo huyo alimwakilisha Kristo, na walitakiwa kumtoa jioni. Kwa nini wanamtoa jioni? Ni kwa sababu kwa kweli jioni ndiyo kafara ilipaswa kutolewa, lakini mtakumbuka katika kitabu cha Mathayo, Marko na Luka, hata Yohana, wote wanaeleza ya kwamba saa tisa ya jioni Yesu Kristo mwenyewe, kafara halisi, alitolewa pale msalabani, na kwa damu yake sisi sote tumepona. Ilikuwa ni jioni. Kwa hiyo naomba niwaambie ili naomba asante kwa kunikumbusha. Katika mpango mkakati wa wokovu wa mwanadamu, Mungu hakosei step. Kila atakachokifanya atakifunua kwanza. Na ndio maana kama kuna mtu hataokolewa, naomba nikuambie, utakuwa umeamua mwenyewe. Wakaambiwa damu musiinywe, ichukueni muipake. Nilikuwa nasoma kile kisa, anasema sio kwamba Mungu alikuwa hajui kati ya nyumba za Waisraeli na wa nyumba za Wamisri, eti kwamba atachanganyikiwa, kwamba akifika hapa anasema odi humu ndani, hivi mnakaa Waisraeli au mnakaa wa Misri? Waisraeli, haya napita. Sio kwamba alikuwa hajui, lakini alitaka awaonyeshe hawa watoto wake ya kwamba kuna jukumu linalopaswa wao wafanye tendo la kiimani, lakini wafanye tendo la utii. Alafu huwezi amini, kuna wakina mama na wakina baba kwa nyumba zao walikuwa visabengo, wanabisha. Wanaambiwa pakeni damu. Kwa nini tupake damu? Kwanza itanuka, nyumba itanuka kikondoo tu, nyumba itanuka madamu tu. Na kuna watu wanaweza kushangaa kwamba hawakupaka damu. Na kweli yule malaika Bwana alipokuwa anakuja usiku, hakuangalia kingine. Alichokiangalia ni kimoja tu. Akiona damu anapita. Na ndio maana ilikuwa inaitwa Pasaka, yani ana pass over. Kwa hiyo akiona damu anapita, ana pass over. Akiona damu anapita, ana pass over. Akiona damu anapita, ana pass over. Ni kama anasema kama kuna damu, maana yake kuna Mwisraeli humo ndani. Na kama kuna Mwisraeli humo ndani, maana yake ni yule aaminie. Na kama ni yeye aaminie, basi lazima aokolewe. Lakini wakaambiwa pamoja na kupaka damu lazima mule. Hiyo nyama lazima iliwe. Na unajua Yesu Kristo ndiye neno na ndiye mwili. Na wale wanaookolewa watajifunza kuila. Na ndio maana anasema kula kila kitu. Yaani kama ni huyo kondoo wale wakafa, kula kila kitu. Lakini unasema musile na chachu ya mikate, manake ondoeni chachu. Chachu iliwakilisha dhambi, iliwakilisha asili ya namna ya uovu. Kwa anasema ondoeni uovu wakati mkilitafuna hili neno, msilitafune na chachu. Mkila huo mkate msiule na chachu, manake ni kwamba tengeni dhambi pembeni, wacheni dhambi kando. Kuna kitu nataka kukizungumza mchana huu wa leo. Unajua nilikuwa nafuatilia nikagundua ya kwamba wakati wa Misri wako na amani, wakijua mambo ni shwari, na Waisraeli tumewapa vitu kwa tutawatumikisha kwa uzuri. Sasa wasijue huku kwa taifa la Israeli watu wanapilika pilika. Ukizo unafanya nini? Nasema kuna sherehe hapa ya Pasaka, watu wanapika, wako bize, wakati wa Misri wametulia, wasijue nini kinatokea katika taifa lao. Kuna mambo kama 4 hivi nataka tutengeneze wazo kwa neema ya Mungu. Moja, mambo 4 tu ya kujifunza katika mambo haya yote ya mambo ya damu na vitu kama hivyo. Na unajua nikapenda kile kisa kinavyomalizia, kwa sababu usiku haukukucha. Kwa nini haukukucha? Wanakuja kuondolewa, na ndio maana waliambiwa wavae viatu na wafunge mishipi, kwa sababu safari itaanza usiku huo. Kwa hiyo wawe tayari. Wakati hao wanapitia misiba, wawe tayari, watoke, maana Bwana amewaijia ili aweze kuwakomboa hatimaye. Jambo la kwanza la kuondoka nalo na kujifunza mchana wa leo, kuna mstari unachorwa kati ya Wamisri na Waisraeli. Kuna mstari hata sasa unachorwa.
kati ya waovu na wema kuna mstari unachorwa. Kati ya watu wa Mungu na watu wasio wa Mungu kuna mstari unachorwa. Na bahati nzuri, kila upande ambao mstari mtu akiangukia upande huo, kila upande una maandalizi yake. Na kila upande una kiongozi wake. Wakati wa Misri wakiongozwa na Misri Farao, taifa la Israeli linaongozwa na Mungu kwa mkono wa Musa. Kuna mstari unachorwa. Na ndio maana utaona tunaimba wimbo unasema, imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimamaje siku ile? Kuna hukumu ya aina mbili. Kuna hukumu ya upelelezi inaitwa pre-advent judgment, na kuna hukumu ya final, kwa maana ya final judgment, hukumu ya mwisho. Kinachoendelea sasa ni hukumu ya upelelezi. Mstari unachorwa kati ya wema na walio waovu, kati ya wabaya na walio wema, kati ya watu wa Mungu na walio wa shetani. Na maandalizi sasa hivi, kabla ya final judgment, maandalizi kwa kila upande yanaendelea. Wale walio upande wa Bwana, maandalizi ya mchakato wa wokovu wao unaendelea, na wanaenda wanatayarishwa, maana wanatakiwa kuokolewa. Ni kundi la wokovu, na ni kweli ya kwamba wokovu wao ni bure, lakini matayarisho yao yana gharama. Wataokolewa bure kabisa, lakini na wao wataingia kwenye gharama itakayowaingiza kwenye wokovu. Unajua, ngoja niwaambie, mnaolala amkeni tu. Shetani anawasaidia nyie. Shauri nayo ni maandalizi yake, anakuandaa ili neno usile ufe. Na mimi niko hapa kwa sababu ni mjumbe wa Mungu, na kazana kadiri iwezekanavyo ili maandalio yako ya upande wa Bwana yakamilike katika jina la Yesu. Vyovyote vile. Musa anawaambia watu wachinje kondoo, lakini huwezi amini, Musa hatoi kondoo wa kuchinja. Kwa hiyo the family walipaswa watafute wenyewe kondoo. Mungu anamwambia Nuhu atengeneze safina, lakini hampi mbao wala bati. Lakini ili ujue Mungu ni mwema, yalikuwa ndani ya uwezo wao, kwa sababu ni yeye aliyebariki mifugo. Lakini kabla ya kuwataka wachinje, ni yeye aliyewaambia waingie kwenye nyumba za wa Misri wapate vitu. Lakini alitaka wajigaramikie wenyewe. Naomba niwaambie, maandalizi kwa wale wanaookolewa yana gharama. Wokovu ni bure, lakini mchakato ni very expensive. Saizi tuko kwenye makambi haya. Nilikuwa nafuatilia bajeti ya makambi ya kambi hili la Nyangoto. Lina zaidi ya milioni 70. Sio hela ndogo. Na ndio maana kuna wengine mmekaa kwenye hema zuri, hema la kisasa, kaa kiti kinakubembeleza mpaka unafikia hatua unalala. Lakini wenzako wametoa hela ili watu wakae humu ndani kwa kutulia, wokovu wao ukamilishwe. Very expensive. Na unajua ni expensive mpaka Mungu anaamua atoe wahudumu hata wengine mbali tu. Wengine wametoka sijui wapi, wengine wametoka wapi, mpaka watu wametoka da. Wamekesha usiku kucha ili waje waimbe hapa ya kwamba damu ya Yesu Kristo inatosha kwa wokovu wa wanadamu. Wokovu ni very expensive. Mchakato ni gharama. Na kuna familia hapa zinaulizwa, bwana chinjeni, unasema bwana kondoo wenyewe kwani mmetugaia? Yani Pastor, nini unataka kuongea? Mchakato wa wokovu unahitaji kujikana nafsi. Unahitaji kujikana nafsi. Na kwa sababu unahitaji kujikana nafsi, lazima watu wafike mahali fulani ambapo wanasema lazima waandaliwe. Pastor, unataka kuongea nini?
Matayarisho ya wokovu yamebeba ukombozi wa nafsi ya mtu. Kondoo aliyechinjwa hakupaswa kuchinjwa Waisraeli nzima, walipaswa wachinje wa familia na kaya moja moja. Shetani naye cha ajabu anaandaa watu wake wa kumpa kampani ya kuingia motoni. Yani kadiri mambo na matayarisho wanakuwa na mauamsho. Kanisa inatengeneza mauamsho, inatengeneza siku 10 za maombi, inatengeneza wahudumu, inatengeneza namna gani, inatengeneza lesoni za watoto, lesoni za wakubwa, wako kwenye matayarisho. Lakini huwezi amini, shetani naye anatayarisha vitu vyake, anatengeneza filamu, anatengeneza nini ambavyo kimsingi vitateka akili za watu, ili mwisho wa siku wasimle kondoo, wasifanye kafara, wasijitoe na wasiandaliwe, na mwisho wa siku wapotee. Naomba niwaambie kitu cha kushangaza kidogo. Hatutaingia mbinguni kwa surprise, na hatutaingia motoni kwa surprise. Kila atakayeingia mbinguni atajua alishafanya maamuzi ya kwenda, na kila atakayeingia motoni atajua aliamua. Samani kidogo, hujanielewa. Yaani hakuna atakayeingia niko mbinguni, bwana nimeingia. Amna. Kwa sababu matayarisho yalikuwa tayari yanakuelewesha ya kwamba unaenda au huendi. Nilipenda jamaa fulani hivyo wanafanya maovu, wanasema yani sisi tumeamua, yani ni issue ya motoni, yani fresh. Ila tunataka sasa tukienda motoni tusiwe na majuto pia. Yani moto uwe unatutafuna tukijua kwamba tuliamua hivyo. Kwa hiyo hakuna atakayeingia motoni kwamba mimi sikujua kama naenda motoni. Yani hakuna cha mimi kujua. Yani kwa maandalizi uliokuwa unayafanya ulijua unaelekea wapi. Maisha yako sasa yanajipambanua upande unaojiandaa. Unajiandaa kwa ujio wa Yesu wenye ukombozi, au unajiandaa kwa ujio wa Yesu wenye hukumu? Maandalizi yako yanajipambanua. Na naomba niwape habari njema. Wanaoandaliwa kwenda mbinguni. Ukiona unaandaliwa kwa maandalio haya, sijui nitakwenda nikimsubiri Yesu, na habari njema, unaenda. Nasema hivi, unaenda. Wewe unaenda. Wanakuandaa. Wamekuletea juma la uamsho. Na umesukuma mpaka mahudhuria, unaenda. Wewe unaandaliwa upande huo, kwa hiyo unaenda. Alafu kuna watu huwezi amini, hata hawaamini. Yani pastor, kweli na dhambi zote. Nasema hivi, unaenda. Ndio maana unaambiwa habari za damu, kwa sababu unaenda. Wazo la pili. Hakuna namna tutakayookolewa nje ya Yesu. Haipo. Yesu amebeba hatima ya ukombozi wetu. Hatutaingia mbinguni kwa haki yetu, bali kwa kafara yake. Maana kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona. Naomba niwaambie wacha Mungu wenzangu, kumkataa Yesu duniani ni kukataa wokovu wako mbinguni. 17:3 Yohana anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli pekee, na nani? Na Yesu Kristo uliyefanya nini? Uliyemtuma. Na ndio maana Yesu anasema wale ambao wamenikubali mbele za watu duniani, na mimi zamu yangu ikifika. Maana ukweli ni kwamba kama Israeli walivyokuwa damu ikionekana ndio malaika anapita hawafi, na mimi itakuwa hivyo hivyo. Wale watakaoingia upande wa mbinguni ni lazima wapitie kwenye mchakato wa damu yangu ndipo waingie. Na ndio maana Yesu ana ujasiri wa kusema, aliyenikana mbele za watu na mimi nitamkana mbele za Baba yangu. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu aliyemkana Yesu hadharani hatakuwa na damu ya kujivunia nayo, ya kwamba kwa damu hiyo ilimuosha, na kwa yeye alijivunia kuwa na Yesu duniani, na Yesu ajivunie ya kwamba yeye aingie mbinguni. Niliwahi kusema mahali mfano huu, na ninapenda kurudia kwa sababu umebeba dhana nzuri ya ukombozi vizuri. Ili tuingie mbinguni, nataka nionyeshe Yesu anachokifanya ili sisi tuelewe kwa nini ni muhimu kumkubali Yesu.
Ni kielelezo tu, nilikijifunza mahali na kilikaa kichwani na nikakielewa hivyo. Ili tuingie mbinguni kuna mizani inawekwa, kwa sababu maandiko yanasema kinyonge hakitaingia. Wanaokubaliana na hilo fungu waseme amina. Kwa hiyo ili tuingie mbinguni lazima kila anayeingia afike hatua mavazi yake yawe safi, awe hana hatia, ndio waweze kuingia. Kama unanifuatisha sema amina. Kwa hiyo kuna mizani inawekwa na jina linatajwa. Haya, Joshua Mbwambo, naitikia pale nipo. Anasema haya sogea. Joshua Mbwambo naenda pale chap kwenye mizani. Tufanye hapa kuna mizani sasa. Afu mimi bwana ni mjanja, nimeweka mizani karibia na kiti cha wana Israeli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niko upande wa ukombozi. Haleluya. Basi mizani iko hapa. Mizani ile inawekwa, alafu linawekwa screen likubwa hapo la kuonyesha ya kwamba nina asilimia ngapi ili niweze kuingia. Haya ndugu zangu, mnaoangalia huko Waisraeli wenzangu, ni hukumuni. Mkicheki huko inasoma ngapi? Na inatakiwa mtu aingie akiwa na 100. Na wauliza ndugu zangu, inasoma ngapi huko mkicheki? 100. Wewe mama unanijua? Unajua nyewe mnaangalia makoti haya na suti mnajichanganya kwamba eti mimi ni mtakatifu. Nani kawaambia? 100. Kuna mwanadamu, maana maandiko yanasema ajidhaniaye amesimama angalia, maana wote mpungukiwa na utukufu wa Bwana. Mama unanipa 100. Jamani. Hebu semeni max bwana za kibinadamu. 20 na uchungaji wote huu jamani. Wewe na wewe umeenda mbali. Yaani wewe niko mbele hapa na jasho linanitoka na wahubiria mwende mbinguni bado unanipiga 20. Jamani. Kwa dhambi zipi ulizoziona mama nani? Nipigeni hata 80 hapo. Nimeacha mambo mengi nyewe ujue. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Vipi? Maana ulisema kule duniani watakao kukiri mbele za watu na wewe utawakiri mbele za Baba. Sasa vipi ile issue ya wokovu? Vipi? Maana kule duniani watu wote niliwatangazia ya kwamba mimi nampenda Yesu. Halo? Sasa vipi? Afu Yesu naye akinicheki. Ndio maana juzi niliwaambia, jitahidi Yesu akujue na wewe umjue, mjuane. Yesu akinicheki sura hivi anasema, Joshua Mbwambo. Wewe mbona nakupata? Wewe mtu wangu. Yaani hata duniani ulishiriki sana mchakato wa wokovu wako na mchakato wa wokovu wa wenzako. Kwa hiyo nakufahamu. Nani? Baba. Namjua huyo. Sasa Yesu haishi kusema namjua. Anasema Joshua, hebu ondoka hapo kwenye hiyo mizani. Naondoka. Alafu anasimama yeye. Vipi ndugu zangu, mkicheki huko kwenye mshale wa Yesu, mkicheki ngapi huko? Sema vizuri wewe, ngapi hiyo? Maana maandiko yanasema hakuwahi kutenda dhambi yo. Hasa ikisoma 100, badala ya kuingia yeye, maana Yesu yupo, anasema Joshua, ingia sasa. Kwa mimi nakuwa nimeingia kwa mgongo wa nani? Ndio maana kitabu cha Ufunuo anasema tutakapoingia tutavishwa taji kama washindi. Tukicheki maisha yetu hivi, zile sasa 90%, zile 10 sasa za madude yetu yale. 10 zile sasa kucheki naona amna, nisingetoboa hapa bila Yesu, nisingeingia. Kwa hiyo unachokifanya unavua taji. Ndio Ufunuo anasema tutazivua taji zetu wote, tutaziweka miguuni pa Yesu. Tunamwambia Yesu, unastahili wewe. Japo tutakuwa bado mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe. Wazo lako ni nini mchungaji mchana wa leo? Mkiri Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yako. Jivunie kuwa na Yesu. Jivunie kutangaza habari za Yesu. Jivunie kutembea na Yesu. Naomba niwaambie kitu kimoja kibaya kidogo. Ukimwendekeza shetani atakupeleka motoni. Ukimwendekeza Yesu utaingia kwenye uzima wa milele. Kuna watu wanaishi maisha ya kumwendekeza shetani sana. Kila akiwaambia wanafanya. Kila akiwaambia wanafanya. Wanakuwa watumwa wake. Tuamieni upande wa kumwendekeza Yesu. Kila akituambia tunafanya. Kila akituambia tunafanya. Mwisho wa siku na wahakikishia atatupa uzima wa milele.
Na kuna watu hapa wanaonekana kama wanamwendekeza Yesu. Anaambia wewe unajifanya una ushemasi, unapenda ushemasi. Kila hata hujachaguliwa kile unajifanya unaoshesha kanisa. Mama nikwambie siri, endelea hivyo hivyo. Wewe jipendekeze tu. Yesu huyo kuna mahali atakupeleka. Achana nao watu. Kwanza wengi wametumwa tu na shetani. Achana nao. Ukiwaendekeza utavigia motoni. Na kuambia kweli, ukiwaendekeza utaingia motoni. Eti sio umeingia kwenye kwaya, sio hata kusema sema, acha kuwaendekeza. Wewe jua tu kwamba hapa mimi najipendekeza kwa Yesu, nimuimbie, niimbe. Fanyeje? Najua atanipa uzima wa milele. Changamkia hapo. Wewe koma na vile Yesu anavyokuelekeza cha kufanya kwa utukufu wa jina lake. Jambo la tatu. Wokovu umefungwa kwenye mambo makubwa mawili. Na haya ni ya muhimu sana. Wokovu umefungwa kwenye mambo makubwa mangapi? Nayo ni hili tu. Amini na kutii. Trust and obey. Kuamini na kutii. Full stop. Israeli, chinjeni kondoo, wale mkichukua damu mkapaka pale kwenye mimo ya juma na nini, ile damu itakuwa ishara. Kwa hiyo malaika akifita atagundua ya kwamba wewe uko kwenye upande wa Bwana. Ni kuamini alafu na kufanyaje? Na kutii. Simple. Wengi ambao hawataokolewa kwa upande ule ni wale ambao hawakuamini na hawakutii. Kwenye mambo ya wokovu hatuelewi kila kitu, ila tunatii kila kitu. Kuna watu wanatafuta waelewe kila kitu ndio watii. Utachelewa. Kuna vingine ni kuamini na kutii. Full stop. Utakuja kuelewaga mbinguni. Ndio maana tukifika mbinguni tutakuwa na maswali kwamba hili vipi akishaingia. Kuna anasema mimi hilo fungu sijaliona vizuri la zaka na sadaka. Kwa hiyo kama ni hivyo nakula. Wewe nenda. Endelea kula. Wenzako ni simple calculation. Kuamini, kutii. Mmesema sasa hivi ni asilimia ngapi mmesema zaka? 10. Na sadaka mmesema ngapi? 10 plus. Ni kuamini na kutii. Full stop. Maswali tutauliza mbinguni. Jifanye una akili. Na kuna watu naona kabisa shule zinawaharibu. Niambie systematic namna ambayo, endelea na Kiingereza chako. Nataka nikwambie kitakuponza. Wewe endelea. Mimi kwa sababu sijalielewa hata kama mbinguni itakuwa inashinda kwenda. Endelea na kiburi chako. Wenzako mchezo wetu ni mmoja tu, kuamini na kutii. Amini njia pekee ni ya furaha kwa Yesu. Amini ukati. Amini njia pekee ni ya furaha kwa Yesu. Amini ukati. Ndio maana Marko 16:16 inasema aaminie alafu na kufanyaje? Na kubatizwa. Atafanyaje? Asiyeamini atafanyaje? Simple. Unaamini nini? Unaamini juu ya kafara ya damu ya Yesu. Unaamini nini? Unaamini juu ya neno la Yesu. Maana Yesu ni neno. Unatii nini? Unatii kile ambacho yule uliyemwamini anakuelekeza. Kama uliyemwamini anasema kwenda kwako itahitaji ubatizo wa maji mengi, ni kuamini kwanza kwamba hilo neno ni lake, halafu kufanya anavyotaka. Simple. Mimi nimemwagiwa maji na huo wenyewe ni ubatizo. Nani kakuambia? Wewe umemwamini nani? Ameniambia kiongozi wangu wa dini. Unajua huyu ni kiongozi wangu wa dini kabisa na ninamwamini. Ndio maana huyo kiongozi wako wa dini umemuona kwenye upande wa kuingia mbinguni, kuna damu yake inataka kukusaidia na yeye kuingia mbinguni. Au na yeye anategemea damu hii ya Yesu Kristo.
Unajua kuna watu watapoteza wokovu kwa mambo ambayo hata akili tu ya kawaida, achia mbali ya kuomba, basi akili ya kawaida hayaingii kwenye logic. Wazo la mwisho ni hili: kondoo lazima aliwe. Na nimesemaje? Usiache kichwa, usiache miguu. Kondoo lazima aliwe, aliwe wote, vya ndani na vya nje. Kondoo lazima aliwe. Na kunajua kuna mtu shetani anamuandaa, anasema kondoo mimi nitamla. Tunazungumzia neno la Mungu lazima liliwe. Kama bado msimamo wako ni nitakwenda nikimsubiri Yesu, naomba nikupe sentensi mchana wa leo: watakaookolewa lazima wajizoeze kula neno. Nasema hivi, watakaookolewa lazima wajizoeze kula neno. Samani kidogo nikusaidie kwa kitu kadogo. Ukiona upate hamu ya kusoma neno la Mungu, anza kujiwekea swali, huendi. Kuna mama ameniangalia anasema, Mungu wangu, ni hivyo? Maana kondoo lazima afanye nini? Aliwe. Yaani mama, mimi labda nikushauri tu kidogo. Si ukiishika unalala? Komaa. Yaani komaa, yaani hata kama utaweka vijiti, komaa. Yaani hivyo kwamba Mungu, yaani nisaidie, yaani mimi lazima nisome. Kwa sababu kondoo lazima aliwe. Na ndio maana nawaonea huruma wale ambao dini zao hazina kusoma neno. Hawali kondoo, na waonea huruma. Kondoo anamla mmoja tu. Wengine wote wanaambiwa, haya njoni mpate makombo hapa, niwagaie na nyie kidogo. Na ndio maana shetani anachokifanya, anawanyima watu nguvu ya kula kondoo, kwa sababu anajua kondoo amebeba uzima wao. Shetani anachokufanyia wewe, analifanya lisimu lako leo na mambo mengi. Ukitoka TikTok, na siku hizi hawamalizi bwana. Yaani ukimaliza TikTok, unaingia Instagram. Ukimaliza Instagram, jamaa amekuwekea tu vitu hapo. Ni a few moments later. Ukitoka hapo unaingia Facebook. Nako ni ukitoka hapo unaingia sijui nini. Ukitoka hapo unaingia. Ukicheki muda wa kusoma Biblia haupo. Naomba niwaambie wazi, ni mpango wa shetani. Mimi nawatia moyo, kuleni kondoo. Ukicheki hivi unakaona mzee kafungu fulani hivyo, unasema cha nikapitie kidogo. Kondoo lazima aliwe. Ni kukomaa mpaka mwisho. Habari njema ni hii. Maandiko yanasema, neno lako ni taa ya miguu yangu, mwangaza wa njia zangu. Na ndio maana anasema nitakwenda. Katika kwenda lazima upate kitu cha kukumulikia njiani. Lakini wakati nakwenda, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Giza linakaribu kuingia. Usiku unakaribia. Usiku wa kilio kwa Wamisri, usiku wa furaha na ukombozi kwa Waisraeli. Tumetazama ramani, kweli pwani si mbali, twende mbele kwa upesi, tutaona iko hivi. Walio upande wa Israeli, wa Misri wakae. Waliopo upande wa Israeli wasimame. Hebu kaeni. Hivi unajua hili jambo ni sio jepesi. Wewe unaweza kuchinja,
unaweza kumla kondoo mpaka ummalize. Unajua haya maandalizi yana mateso, na ndio maana unaambiwa kula mpaka mboga chungu. Unaweza kumla kwa haraka ukiwa umefunga viuno vyako, umevaa viatu kwamba uko tayari kwenda. Matayarisho yako kiangalia, wewe unaokolewa au hauokolewi. Mimi naulizia watu ambao wanataka kujikana nafsi, wanasema pastor, makambi nimehudhuria mengi, hotuba nimehudhuria nyingi, ila moyo wangu unasukuma kwamba hebu niache utani, niwe serious na mambo ya wokovu. Nataka kusimama upande wa Waisraeli. Hii ni maamuzi yangu. Chochote Yesu atakachoniambia nitafanya, hata kama kinanigharimu kiasi gani, so long as ni yeye ameniambia, I will do that. Ndio nilikuwa naulizia hawa. Hasa kuna watu hata tu wameambiwa sadaka ya shukrani ya kambi itatolewa jioni, kachukua tu buku kaweka, afu naye anataka upande wa Israeli. Alafu mamilioni kaacha kwenye akaunti, buku kamwekea Yesu. Alafu nataka kukanda upande wa maandalizi ya huku. Unaweza haya? Naulizia Bwana, watu wa Israeli ambao wameamua ndio wasimame hivyo, angalau mmoja wawili, maana barabara ya huku ni nyembamba, wapitayo ni wengi, wachache. Hasiti umati mzima, si msongamano, hawajatanua barabara ya mbinguni, iko vile vile nyembamba. Tunaulizia wale wawili watatu tutakaopita kwenye upande huu. Bwana atuongoze njiani. Neema ya Bwana itufunike. Wale ambao pia wanatamani kubatizwa, wanasema mimi ninaamini na nabatizwa, wanyoshe mkono juu. Nyosha tu. Nyosha kwa nguvu. Mimi sitaita muda mrefu. This is very specific. Nyosha tu. Nataka kubatizwa, nyosha. Baba mwema, tuko upande wa Israeli. Watoto wako wamenyosha mikono kwamba wanaamini na wako tayari kubatizwa na waokolewe. Tubariki wote katika jina la Yesu. Amen. Kwamba mchana wa leo umekuwa ni wa kipekee na wa baraka kwako kutokana na neno la mchana. Nasi kutoka Nyangoto Mission tunarejesha matangazo haya kwake mhandisi N. Charles pale jijini Dar es Salaam. Na kwa niaba ya wote